wakajaa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha na kufanya na kutabiri. Kwa hiyo unawezekana ukaokoka lakini hujajazwa Roho, na ndio hichi ninachokisisitiza. Ndio maana hata mitume, ukisoma tena Mitume sura ya 8 mstari wa 14 hadi 17, waliposikia Samaria walipokea neno la Mungu, wakasema hebu Petro na Yohana nendeni mkaombee Roho Mtakatifu. Sema walipofika kuombea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tumekuja hapa kama kina Petro, tumekuja hapa kama kina Paulo. Usibakie na Ukristo unachokoja hilo. Sasa ni namna gani tutapokea Roho Mtakatifu? Jambo la kwanza, ujue kwamba unapompokea Roho Mtakatifu, kitu cha kwanza ujue unakamilishwa uungu ndani yako. Utatu, maana Mungu Baba na maana yupo. Sasa utatu unataka kuingia. Na njia za kupokea Roho Mtakatifu nitazirudia kila siku. Ili upokee Roho Mtakatifu ni lazima utubu kama kuna dhambi. Kutubu ni kubadilika, kugeuka, kusema nimekosea Mungu, nisamehe. Nimeiba mafungu ya 10, sijatoa sadaka, nisamehe. Hiyo ni dhambi inasumbua kanisa. Wewe unasema kabisa kwamba mimi sasa nataka nitubu, nataka nibadilike. Leo naomba nisamehe Yesu, nimekuwa sio mwaminifu kwenye mafungu ya 10. Nimeambiwa na Mungu niombe nifunge, nimekataa. Kwa sababu nini? Nguvu. Mwambie Mungu nisamehe. Au umefanya dhambi zozote unazojua, dhambi zote siwezi kuzitaja, inataka utubu ili aingie. Mungu hawezi kuingia mahali pachafu. Hilo la kwanza. La pili, lazima uwe na kiu kwamba Mungu, nataka unishushie nguvu hii, nishushie nguvu za Roho Mtakatifu na mimi ninyakuliwa wakati siku hiyo itakapokuja. Jambo la tatu, lazima wewe mwenyewe utamke, uombe. Luka ile 11 mstari wa 9 hadi 13, sema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ni yupi kwani aliye na mtoto akimwomba mkate atapajiwe, au samaki atapange? Kama nyinyi mlio waovu mnajua kwamba watoto wenu vipawa vyenu, je, Baba yenu wa mbinguni hatazidi kuwapa Roho Mtakatifu wao muomba? Kwa hiyo Roho Mtakatifu wa kumuomba hatazidi kuwapa Roho Mtakatifu wao muomba. Wewe unachotakiwa kuomba. Kwa mfano, tutakapoanza kuabudu hapa, utaona ile nguvu inashuka kama vazi. Usiogope ukasema ni mapepo. Sio kila kudondoka ni mapepo jamani. Wakati mwingine mwili unakuwa mwepesi, yani akiingia Mungu unarushwa, yani mwili kwa Roho Mtakatifu unakuwa mwepesi kwa sababu nyumba yake anaingia. Kwa hiyo achilia. Ukirushwa, ukidondoshwa chini, chochote kikitokea, wewe achilia. Kama kuna nguvu zingine zitatoka zenyewe. Lakini ili kujua kwamba ni Roho Mtakatifu, moyoni utasikia furaha ambayo hujawahi kuiona tangu uzaliwa. Hiyo furaha hailetwi kwa pesa, ni furaha ya Mungu mwenyewe. Jamani, mnanielewa? Kwa hiyo achilia. Sasa kitakachotokea, ukiona kama hilo vazi au kitu kinaingia, achilia. Lakini ulimi wako pia utakamatwa kuanza kusema lugha nyingine. Kwa hiyo kama sema tu nijaze, kwa maana nataka nijaze. Wewe unataka nijaze, wewe unataka. Ulimi wako ukiona umekamatwa unasema lugha nyingine, achilia. Sio mapepo. Jamani, mnanielewa? Na ili kujua kama ni Roho Mtakatifu, moyoni utasikia furaha na amani na tumaini. Jamani, mnanielewa? Nyanyua mikono juu sasa. Kabla tujaimba, sema maneno haya. Funika macho yako. Wewe fungua moyo. Tena wakati unaanza kuimba, utashangaa nguvu inashuka. Usiendelee tena kuimba, wewe achilia chochote kitakachotokea. Kama utasikia kumiminiwa upako, utamiminiwa nguvu, basi wewe achilia. Labda hiyo mic ya mchungaji ingesogea kwa hiyo mic, nafikiri napiki. Utasikia nguvu inamiminiwa, achilia. Lakini cha kwanza tunaenda kutengeneza na Mungu. Sasa dakika hii 2, dakika 1 na kupotengeneze na Mungu. Kama kuna maeneo umekosea, mwambie Mungu nisamehe. Nisamehe. Mwambie Mungu 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 nisamehe. Tengeneza na Mungu. Kama hujatoa mafungu ya 10, mwambie Mungu nisamehe. Hiyo ni dhambi kama dhambi zingine. Kama hujatoa sadaka ambazo Mungu alikuambia, kama Mungu alikuambia ufunge ukakataa, alikuambia uombe ukakataa, hiyo yote ni dhambi. Funika macho yako, uwe wazi.
huo mlozi ungeutoa.